na amani mkoa wa Arusha, Askofu Dr. Laizer, Shehe Ayubu, katibu wa mkoa wa Arusha, naomba viongozi wengine wote nikiri kwamba natambua uwepo wenu. Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani, jana ulipokuwa unazungumza mahali, ulimzungumza kiongozi mmoja kwamba ni mpiga chenga hodari kwenye mpira. Lakini hapa sasa na mimi utagundua kwamba tuko pamoja kila wakati, lakini hapa na kupiga chenga ambao ukinipata nakupa shamba eka 10 hapa Arusha. Dr. Laizer anajua mashamba ninayo. Arogda ngaje yeyo. Ajina nyogarnai Israel Ole Gabriel Maasa Melangai Lolaise. Yelo legana laitene weji na nyelo katibu laitene na nyolo wajani ngalo idiala arole nganyo laise aitolio kino akori molelia na la bian laine amujoto itwenye atingina kile ndo kinaje tengeno latani awla skofui Julius Laizer nori nato kinaje tengeno noki na yeuni wikituju ingera ongo koyania mele bungera ijelajo ama dana tibatema kaye ingua ambia ndungana kumo lemejelajo kai ingua odanyiro ndungani yo yewo kino de blogara shilang nendo liyoga yetu kigwe shule amende wayate de wilanga ngenda skoi kao mo shule na yetu lo shule Boma la Laizer. Na nimefurahi leo nimekuja, mwanao umevaa kofia kama yangu. Mheshimiwa Katibu Mkuu Daktari Baba Askofu Israel Maasa, Mheshimiwa Shehe Katibu wetu wa mkoa wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani mkoa wa Arusha, Baba Askofu Laizer, Naibu Katibu Mkuu wetu wa mkoa, Naibu Katibu wa mkoa, Mheshimiwa mzee wetu Amani Lukumai, piganaji wa JMAT Arusha, Mheshimiwa Katibu na wote. Hakika ni jambo la kumshukuru Mungu kwamba nami nimepata nafasi ya kuwasalimia ndugu zangu wana Laizer wenzangu. Ni kweli nimekuwa nikisumbuliwa na kina Mole wengi wananivutia kwao, lakini Laizer umeniathiri zaidi. Kwa hiyo nimefurahi katika semina hii ambayo nilipofika hapa nimemkuta daktari akielezea historia ya Masai. Ni sahihi kabisa alivyokuwa akieleza, na mimi na watazama wa Masai ni katika kabila kongwe sana. Ukisoma historia, na amesema hapa kwamba wana nisba ya kutokea kule Misri. Maana yake Misri ni kwa Waarabu, japokuwa sasa tunaita ni Afrika. Lakini hata ukiangalia sura zenu, pua zenu ni pua za Kiarabu, zimesimama hivi. Zile nyingine kwa sababu mmekuja kuchanganyika na Waswahili huko, basi taratibu zikaanza kubadilika. Lakini mna pua zilizochongoka za Kimisri za asili yenu.
Kwa nimefurahi kwamba hili somo ni somo zuri ambalo mtu ambaye atambui asili yake huyo ni mtumwa. Mtu ambaye hajifakhiri na kabila lake huyo ni mtumwa, si muungwana. Kwa sababu uwepo wa makabila haya ni mpango wa Mungu. Mungu mwenyewe ndiye aliyetuwekea makabila na anatambua kuna kabila la Wamasai. Qur'ani inasema, Mwenyezi Mungu anasema, ambaye alituumba sote sisi, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Baba Askofu, unaweza kutafsiri kidogo? Ndio. Ndio. Anasema anaweza. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayuhan nasu, enyi watu, anatuita wote. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, sisi tumewaumba kutokana na mwanamume mmoja na mwanamke mmoja, kutokana na Adam na Eva ama Hawa. Waja'alnakum shu'uban wa qabail, na tukawafanyeni kuwa na mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali. Mungu anasema yeye ndiye aliyefanya hilo, kuwa na mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali. Lengo anasema litaarafu, hadha huwa alhadaf, lengo ili mpate kujuana. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum, hakika mtukufu zaidi kwenu ni yule anayemcha Mungu zaidi. Kwa makabila haya na mataifa haya, kwamba hawa ni wa Tanzania, hawa ni wa Kenya, hawa ni wa Uganda, hawa ni wa Marekani, hawa ni wa Israel, hawa ni wa Palestina, hawa ni wa Brazil, hawa ni wa Morocco, ni mpango wa Mungu. Kwamba Mwenyezi Mungu ameweka utaifa huo, si kwamba ni vitu ambavyo vimekuja tu, la, ni mpango wa Mungu. Na kutuwekea makabila kwamba hawa ni wa Masai, hawa ni wa Chaga, hawa ni wa Nengereko, hawa ni wa Zaramu, hawa ni wa Sukuma, hawa ni wa Matumbi, hawa ni wa kadha wa kadha. Lengo Mwenyezi Mungu anasema ili mpate kujuana. Hilo ndio lengo, kwamba utamjua mwenzako kupitia taifa lake, utamjua mwenzako kupitia kabila lake. Kwa hiyo kujuana katika ukabila na kila mtu kutambulisha ukabila wake ni heshima na wala si utumwa, na ndiyo ustaarabu. Na leo mimi nafurahi kuona kwamba Wamasai limekuwa ni kabila maarufu sana duniani, kabila ambalo limeendelea kusimamia mila zake pasina kudanganywa na technology na globalization na maendeleo ya namna yote ile. Utandawazi haukuathiri kabila la Wamasai, tofauti na makabila mengine ambayo yameathiriwa na utandawazi kiasi kwamba wakasahau culture zao, tamaduni zao. Lakini Wamasai wameendelea kubaki kuwa ni alama katika ulimwengu. Kwa hiyo ni heshima kubwa ambayo mlionayo, na hata mimi pia ninajisikia raha kwamba katibu wetu wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania kuwa ni Masai. Hii ni heshima kubwa sana. Kwa hiyo niseme machache haya kwa sababu semina inaendelea. Niwashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, katibu na viongozi wetu wote wa Laiza. Mwenyezi Mungu aendelee kutubariki. Tuendelee kumwombea sana Chifu Hangaya, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, aendelee kudumisha utaifa huu na amani hii ambayo tulionayo, ili Tanzania iendelee kuwa kisiwa cha amani. Asanteni sana na Mungu awabariki sana.